Kuna hatua 3 za kutibu pressure ya kupanda. Nitazipitia kwa haraka sana, ila wanafunzi wangu ambao kwenye magrupu ya WhatsApp wao wanaelewa, au tunaingia deep zaidi, ila hapa nitapitia hizo hatua kwa haraka sana ili ujue kabisa kwamba ukitaka kupona pressure lazima upitie katika hizi hatua. Hizi hatua ni kisayansi kabisa. Hatua ya kwanza ni kubadilisha mtindo wa maisha. Lifestyle yetu ndiyo inayotupelekea tupate magonjwa haya ya lishe. Kwa hiyo hatua ya kwanza unatakiwa ubadili lifestyle. Kutoka kwenye lifestyle au mtindo wa maisha uliokupelekea wewe kupata pressure, uingie katika mtindo wa maisha utakakupelekea wewe kuondokana na pressure na kuboresha afya yako. Na kwenye hii lifestyle, kubadilisha mtindo wa maisha, kuna vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza ni lishe. Badili lishe. Acha kula lishe mbovu, badili uende kwenye kula lishe nzuri na yenye afya. Na hapa kama umeshaugua tayari, huwa tunatengeneza kitu kinaitwa tiba lishe. Acha kula lishe mbovu, anza kula tiba lishe. Huwa tunafundisha kwa umakini. Na katika hiki kipengele cha kubadili lishe, na penye kuna vipengele kama vitatu. Kuna vyakula ambavyo hutakiwi kutumia na kuna vyakula ambavyo unatakiwa kutumia. Kuna vyakula ambavyo hutakiwi kutumia na kuna vyakula ambavyo unatakiwa kutumia. Sasa kama unataka kufafanua hivi vyote, nikukaribishe kwenye grupu la WhatsApp. Unaweza ukaandika hapo chini namba yako, mimi nitakuunga tu. Ni bure kabisa, ni bure kabisa. Lakini kipengele cha pili kwenye kubadili mtindo wa maisha ni kutafuta namna ya kupunguza msongo wa mawazo. Kutafuta namna ya kupunguza msongo wa mawazo. Kwa sababu pia tafiti zinaonyesha kwamba pia kuna watu wanaopata pressure ya kupanda kwa sababu ya msongo wa mawazo. Kwa hiyo na hapa kwa utafiti wangu kuna tekniki mbili ambazo zina matokeo ya haraka sana ya kuweza kusaidia wewe kupunguza msongo wa mawazo. Tekniki obviously ni tekniki moja, lakini ndani ya tekniki moja ndo kuna tekniki kuu mbili, japo zipo tekniki nyingi za kupunguza msongo wa mawazo. Na hii tekniki ya kwanza ni mindfulness. Kwenye mindfulness tuna tekniki mbili ambazo ukiweza kuzifanyia kazi vizuri, utaondokana na tatizo la msongo wa mawazo. Na kama tatizo pressure yako imetokana na msongo wa mawazo, itaenda kuisha taratibu. Tekniki ya kwanza ni body scanning meditation. Body scanning meditation. Hii ni meditation ambayo inafanyika kwa wewe kuskani mwili wako. Unafumba macho, unakuwa kwenye sehemu tulivu, unafumba macho yako, unavuta pumzi kidogo, alafu unaanza kupitia kila kona ya mwili wako. Unaanza kuskani viungo vya mwili wako. Unaanza kuskani organi za ndani za mwili wako. Tunaposema kuskani ni kama unazikagua. Unaanza kukagua mwili wako huku umefumba macho, na concentration yako yote umeiweka kwenye kiungo hicho unachokikagua. Maana yake kama umeamua kukagua nyayo za miguu, basi concentration yote inakuwa kwenye nyayo za miguu, na unaanza kudetect nini kinaendelea kwenye nyayo za miguu. Kama kuna mwasho, kama kuna maumivu, unaanza kudetect. Unaanza kuskani namna hiyo. Unakuja kwenye moyo, unaskani moyo huku umefumba macho, unaanza kukagua moyo. Unaanza kudetect ni kitu gani kinaendelea kwenye moyo. Kama kuna maumivu fulani, kama kuna uchungu fulani, kama kuna hisia fulani, unaanza kuskani kiungo kimoja baada ya kingine, organi moja baada ya nyingine. Hii itakusaidia kutuliza akili. Hii itakusaidia kuondoa stress, lakini hii itakusaidia kubalance energy yako. Kwa ndo njia ambayo imekuwa na matokeo makubwa kwa wateja, kwa wanafunzi wangu, na mimi nakushauri leo anza kuifanyia kazi. Lakini njia ya pili
ni breathing in and breathing out. Hii watu wengi wanafanya. Unaanza tunasema ni ile hali ya kuvuta hewa na kuanza kuiachia taratibu, huku ukifuatilia namna hiyo hewa inavyoingia ndani ya mwili wako na inavyotoka, na unaifuatilia inavyoingia na inavyotoka. Na hiki kitendo kinahitajika ukifanya angalau kwa dakika 10 au 15. Lakini kwa kuwa unaweza ukaanza na dakika 5. Kila siku unakuwa na dakika 5 za kufanya breathing in na breathing out, na huku ukikagua mapigo au ukikagua hewa inavyoingia na kutoka. Sometimes unaanza kukagua mapafu yanavyotanuka na kusinyaa, kifua kinavyotanuka na kusinyaa. Lakini na hiyo body scanning unaweza ukafanya kuanzia dakika 5, 10 mpaka 15. Kwa hiyo hivi vitu vyote vitakuletea utulivu. Utaanza kuona stress zinaanza kupotea, mawazo yale ya ajabu yanaanza kupotea. Lakini kuna mbinu nyingine kama kuandika mawazo yako kwenye karatasi. Ukiona una msongo wa mawazo, hayo mawazo yaandike kwenye karatasi, yaandike anywhere, yaandike sehemu yoyote ile, wewe andika tu. Kisaikolojia unapokuwa unafanya hivyo, unakuwa unaondoa hayo mawazo kwenye fikra zako na unayaweka kwenye sehemu uliyoiandika. Kwa hiyo ubongo wako utaanza kurelease vitu kama hivyo. Zipo njia nyingi, nikukaribishe kwenye group la WhatsApp, utaweza kujifunza zaidi. Lakini kipengele kingine katika kubadilisha mtindo wa maisha ni mazoezi. Jenga utaratibu wa kufanya mazoezi. Jenga utaratibu wa kufanya mazoezi. Fanya mazoezi ya kutembea, fanya mazoezi ya kubeba vyuma mdogo mdogo. Lakini kama tatizo kama tatizo lako ni pressure ya kupanda, fanya mazoezi tu ya kutembea, yatakusaidia sana. Fanya shughuli mbalimbali ukiwa nyumbani. Fanya mazoezi ya kuendesha baisikeli, mazoezi ya kuogelea, yatakusaidia sana. Kwa hiyo hivi ndio vitu unavyotakiwa kuvizingatia katika hatua ya kwanza ya kubadilisha mtindo wa maisha. Namba 1, kipengele cha kwanza, badili lishe. Kipengele cha pili, tafuta namna ya kuondoa msongo wa mawazo. Kipengele cha tatu ni fanya mazoezi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni pata tiba sahihi na itumie kwa nidhamu. Pata tiba sahihi na itumie kwa nidhamu. Na sisi watu tunarecommend kutumia dawa ya Stamo BP Control kwa sababu imethibitishwa kuwa na virutubisho vingi vinavyotibu pressure. Nikipata muda nitakuja kuizungumzia kwa upana zaidi. Ina virutubisho vingi sana vinavyotibu pressure. Lakini pia na hatua ya mwisho ni kujifunza mbinu za kuimarisha afya yako kwa muda mrefu. Na hapa unajifunza namna ya kufanya ili pressure yako isirudi tena, lakini unajifunza namna ya kufanya ili kuweza kuondokana kabisa na matumizi ya dawa za hospitali. Kwa hiyo kama una swali kuhusu hizi hatua 3, basi unaweza ukauliza hapa chini, nitakupa ufafanuzi. Ila kwa elimu zaidi deep, yani tunaenda deep zaidi, nikukaribishe kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, kwa sababu huko tuna nafasi ya kuwasiliana na watu wetu kwa ukaribu.